Tea ujumbe mzuri kabisa hapa, nataka nizungumze na wewe kupitia ujumbe huu wa kinabii prophetic message inayozungumza juu ya ukweli kuhusu namba 5. Ukweli kuhusu namba 5, yani prophetic code number 5. Iko hivi, kwenye nchi hii tulifanya uchaguzi wa kwanza vyama vingi 1995, tukaendelea mbele. Sasa 95 unaendelea 5 inawakilisha ni namba ya kinabii, ni namba katika mambo ya rohoni, imebeba vitu vifuatavyo. Jambo la kwanza lililobebwa kwenye namba 5 katika mambo ya tafsiri ya kiroho au katika ukweli wa kiroho, namba 5, yes, imebeba kitu kinaitwa, iwe ni nafasi au katika muda. Yani kuna muda na nafasi kwenye 5. Kwa hiyo anayesimama na namba 5, hiyo amesimama katika muda wa 5 wa hiyo 5 au nafasi ya 5. Kwa mfano, kuna kiongozi awamu ya 5. Kuna mtumishi awamu ya 5. Natakiwa uelewage vizuri. Ina maana kiroho kubwa sana, kwa sababu ndani ya 5 imebeba kitu kinaitwa power of revival, nguvu ya uamsho. Kuna kitu kingine ndani yake kinaitwa power of reforms, kuna nguvu ya matengenezo au mabadiliko. Kuna kitu kingine kinaitwa season of grace. Namba 5 kinabii au kiroho imebeba majira ya neema. Lakini namba 5 imebeba rapture of mind au mind revolution, yani manake mapinduzi ya kifikra au mpasuko. Elewaga hivyo, mpasuko wa kifikra. Hiyo ndo namba 5 imebeba. So hivi unaweza ukanielewa vizuri. Sasa hapo nendaga sasa, hata kwenye familia nenda kaangalie mtoto wa 5 kwenye familia huwa anakuaje. Yes, nenda kaangalie kwenye nchi zote zilipopata rais wa awamu ya 5 kuna nini kilifanyika. Unaelewa hivyo? Nenda kaangalie chaguzi za mataifa mengi zinazoangukia kwenye namba 5. Yani iwe ni 1925 kama alifanyaga uchaguzi 85, 75, 65, 45. Utakielewage, na mambo mengi unaweza kukuta yalianzishwa. Mkutano wa Berlini ulifanyika mwaka 1884 mpaka 85. Yani kuna vitu 45. Yani kuna vitu vingi vinaangukia kwenye 5. Watu wengi hawaelewi maana ya 5 kiroho. 5 kiroho inawakilisha nguvu ya uamsho, nguvu ya matengenezo, majira ya neema pamoja na mlipuko wa kifikra. Yani majira ya 5, yani kodi namba 5 ina uwezo wa kuwaunganisha watu kifikra. Yani ile mitazamo tofauti iliyogawanyika. Yani unaweza ukawagawa watu ili watawale, lakini kwenye majira ya 5 au kwenye nafasi ya mtu aliyesimama nafasi ya 5 ana uwezo kuwaunganisha. Kwani anapata uwezo wa kuunganisha, ushawishi mkubwa wa kuunganisha kwa sababu ya code number 5. Sasa nielewa vizuri na kwenda taratibu hapa ili uweze kunielewa. Kwa hiyo kumbe 2025 imebeba majira ya neema, imebeba nguvu ya uamsho, imebeba nguvu ya matengenezo, imebeba mripuko au mapinduzi ya kifikra. Yani zile fikra ambazo ni ngumu zile. Unajua Tanzania wengi ni wajinga sana, walikuwa wajinga hivi miaka ya nyuma, lakini sasa hivi unaweza kuona kila Mtanzania ana akili. Sasa iko hivi, watu wakitoka kwenye ujinga, wewe ukitumia nguvu ya bunduki na nguvu ya kijeshi kuwalazimisha wawe wajinga, hawatakuwa wajinga. Kumbe ilitakiwa wewe, kama umegundua wameshaerevuka, wamepevuka kifikra. Yes, namba 5 inawakilisha kupevuka kifikra. Kwa sababu kama umepevuka kifikra, itakiwa wewe uje na mbinu ya kiakili zaidi ili uendelee kuwafanya wawe wako. Bahati mbaya wanasiasa jambo hili walijui. Ujumbe huu ni kwa ajili ya taifa la Tanzania, hasa katika Watanzania, lakini pia na viongozi wa kidini, viongozi wa serikali na wanasiasa kwa ujumla, bila kujali vyama vyao. Nisikilizake vizuri. Ujumbe huu ni mwendelezo wa ujumbe nilioutoa mwaka jana. Nilitoa message 2 za kinabii zinazosujia taifa la Tanzania. Leo ninaenda kugonga ujumbe namba 3 unaozungumza ukweli kuhusu namba 5. Sasa kama namba 5 imebeba mambo hayo 4 niliyoyataja, yani power of revival, power of reform, the season of grace and the mind revolution or rapture of mind, unatakiwa uelewe. Kama mwanasiasa unatakiwa makini sana. Na serikali inatakiwa makini sana, pamoja na vyombo vyake vya dola,
vyombo vyake vya dola, kwa sababu mkifanya mistake 2025 tunaenda kwenye yale ya Rwanda. Mimi sizungumzi kutia taharuki. Nyenye mkikaa kwenye vikao si mnaona tu upepo unavyokwenda, si mnauona? Mnauona huu ni upepo wa Elia wa kisulisuli, kwa sababu kodi namba 5 inabebaga upepo wa kisulisuli. Na ndio maana Mlema 95 alikuja na upepo wa kisulisuli. Nyerere Kikwete 2005 alikuja na upepo wa kisulisuli. Mlema walifanyaga namna fulani, Mlema akapigwa pembeni hivi, lakini Mlema angeshinda. Yaani angekaa kangezuba angeshinda. Kama ambavyo Kikwete 2005 alikuja na upepo wa kisulisuli, sababu upande wa pili hawakuepo na code number 5. 2015 code number 5 iliinuka upinzani, wanaitaga Ukawa, kainuka Edward Lowassa. Pale asingefanyikaga yale manuva, Lowassa angetoboa. Magufuli alishinda. Magufuli akaingia kuwa rais 2015 akiwa na vitu viwili. Kwanza ni rais wa awamu ya 5, code number 5, key position. Lakini pia akawa ni rais katika season ya 5, kwa sababu ni 2015. Koso ni season ya 5. Ni majira ya 5. Unaelewaga hivyo? Sasa hata kwa Mungu alipokuwa anaumba, angalia kilichotokea siku ya 5. Angalia kilichotokea siku ya 5. Siku ya 5 Mungu aliachilia kitu kinaitwa kuzaliana. Akasema zaeni mkaongezeke. Kwenye siku ya 5 alizungumza hiyo kauli. Kwa kimsingi namba 5 ina manifest. Yes, hapa nazungumza juu ya manifestation of code number 5. Ina manifest, inadhihirisha au inafunua kuzaliwa kwa kitu. Na ndio maana Magufuli hakutegemewa kuwa rais, lakini alizaliwa. Kwa nini? Kwa sababu kile kinafanya namba 5, code namba 5 huwa ina tabia ya kudhihirisha nini? Inadhihirisha selection na magnification. Kwa nini? Kwa sababu ndio maana Magufuli alikuwa selected kutoka kwenye mazingira asiyotegemea yeye mwenyewe na wala watu wasiotegemea, akawa magnified, akainuliwa paka kwenye nafasi ya rais, kwa sababu aliangukia kwenye code number 5 kwenye majira, lakini alikuwa ni code number 5 kwenye nafasi. Niweleweke vizuri. Lakini kuna kitu kinachodhihirishwa tena kwenye code number 5 kinaitwa giving or saving. Giving manake ni kuachiliwa. So namba 5 inawakilisha kuachiliwa. Kwa hiyo kama kuna wafungwa wanaachiliwa, kama kuna siri zilizofichwa zinakwenda kufunuliwa, kwa sababu ni kodi ya kudhihirisha, ni kodi ya kuachilia mambo. Yaani katika majira yanayowakilishwa na 5, we mtumishi wa Mungu, acha kumtengenezea mwenzako tuhuma, zitakurudia. Mwanasiasa, acha kumtengenezea mwenzako visa, vitakurudiaga mwenyewe. Vitakurudiaga mwenyewe. Sio wakati mzuri sana wa propaganda. Ndio maana propaganda nyingi zinazotengenezwa unaweza kuona zinaferi. Yaani mtu anaamua kumzushia mwenzake, sijui amefanya hivi, unashangaa linaenda linazima kwa sababu ni majira ya 5. So ni prophetic code number 5 ambayo inawakilisha the season of positivity. Unaelewa? So code number 5 represent the season of positivity and not negativity. Watu hawaelewi. Wana sasa mnisiteke vizuri hapa, viongozi wa serikali mnisiteke vizuri na jeshi la polisi na usalama wa taifa. Mwaka 2025 sio mwaka mzuri sana wa kutengeneza mambo hasi, yanafeli. Kwa sababu gani? Hamuelewi haya mambo ya kiroho. Ndio maana wapo watumishi wa Mungu kufunuaga mambo ya kiroho yanayohusu maisha yetu, kwa sababu hakuna jambo linalotokea bila kuanzia rohoni. Kila unaloona limeanzia rohoni. Awe ni kiongozi, kuwa rais, kuwa nani, anaanzia rohoni. Sasa msikilizeke vya rohoni ili mwende vizuri. Haya mambo hayafundishwi kwenye vyuo vya utawala wala uongozi, wala vyuo vya kidiplomasia. Haya yanafundishwa kwenye chuo cha Mungu peke yake, ambaye chuo cha Mungu ni neno lake mwenyewe. Nisikilizeke vizuri hapa, tuende vizuri. So unatakiwa kuelewa, kumbe namba 5 ina reveal au ina manifest water. So namba 5 inadhihirisha maji. Maji yanawakilisha nini? Maji yanawakilisha the power of God is there. Yani maji maana yake ni nguvu ya Mungu ipo. Unaelewa? Sasa maji
yaligawanywa kwenye Mwanzo 1:20 kwenye siku ya 5 yakatengwa kwenda juu. So manake ni nguvu ya Mungu ipo. Yalipotengwa maji ndipo alipoumbwa mwanadamu. So mwanadamu alitokea katikati ya vilindi vya maji, kwa sababu kumbe maji yalikuwa yameficha ardhi ambayo ni sehemu ya mwanadamu. Wewe si umeumbwa na mwili bwana, wewe si udongo. Udongo umetoka wapi? Maji yalipisha ndio ukapatikana wewe. So maji yanapopisha anapatikana mtu. Maji yanapopisha anaumbwa mtu. Maana nasema kwamba namba 5 inakiisha kuzaliwa. Na ndio maana kwenye kila majira ya 5 wanazaliwa mtu fulani hivi msumbufu sana, kama alivyokuwa Mlema, kama alivyokuwa Edward Lowassa 2015, kama alivyo sasa leo Tundu Antipas Lissu. Yuko kwenye majira na mnatakiwa mtumiage vizuri haya. Ukisikiliza ujumbe utaelewa. Utumiage vizuri huu wakati. Wa Tanzania, huu wakati ni wakati wetu. Ni wakati wetu. Ni wakati wetu wa kupata ukombozi, wa kupata mabadiliko. Sio kwa sababu namba 5 inawakilisha mabadiliko. Kuna nguvu ya mabadiliko ndani ya namba 5. Kuna nguvu ya uamsho. Kuna nguvu ya muunganiko wa kifikra. Unaweza ukaona kila sehemu wanasiasa wanapopita, unaona kuna wimbi kubwa la uungwaji mkono. Si wao. Jamani, mnaweza mkapiga watu, mkaumiza watu, mkafikiri ni watu. Ni Mungu, kwa sababu anatembeaga kwenye kanuni zake. Moja ya kanuni zake ni kanuni ya namba 5 katika tafsiri ya kiroho, inawakilisha muamko. Sasa mbona majitu haya yameamka sana? Ndio majira yake. Kwa hiyo hakuna majira mengine ya kupata katiba mpya ni 2025. Hakuna majira mengine ya kupata mabadiliko 2025. Mabadiliko ya sheria ziwe za uchaguzi. Kila tunachokiona kwamba kikiwekwa sawa tutakwenda vizuri, tutapata taifa lenye ustawi lisiokuwa na umaskini na ujinga na dhuluma pamoja na kukosekana kwa haki. Kila mnachokiona majira yake ni haya. Ni majirani haya kwa sababu Mungu yuko nyuma ya hili. Nazungumza nina uhakika. Kwa nini nina uhakika? Ngoja nikuthibitishie unielewe. Nimesema code number 5 ni code ambayo ina manifest pioneering. Pioneering inamaanisha the code of leadership and the code of path. Hii inamaanisha nini? Maana yake ni code ya kutengeneza njia. Yaani kwenye kila majira ya 5 au awamu ya 5 huwa kuna mtengeneza njia anainuliwa. Na ndio maana ameinuliwa mtengeneza njia. Hivi wewe kwani Lissu angekufa na zile risasi, kwani kulikuwa na hasara gani? Kwa nini aliishi? Mwelewage sababu ya Lissu kuishi. Kwa sababu Lissu alikusudiwa kuja kubeba code number 5 2025. Na ndio maana kwenye kila 5 za uchaguzi kwaga kuna mambo fulani magumu. Lakini ugumu wa 2025 ni tofauti na ugumu wa miaka mingine. Nasema hivi, kama kuna mbinu walizitumia kusurvive wale wasio haki, hawata survive. Hawata survive. Mtanikumbukaga na huu ujumbe kwamba nilisemaga hata survive. Kwa sababu gani? Kwa sababu the code of fingers. Code number 5 ni code of fingers. Code of fingers. Fingers ni vidole. Inawakilisha nini? Hiki kiganja kinawakilisha utendaji, authority maana yake, pamoja na ordering. So code number 5 inawakilisha authority, yani wengine wanasema authority pamoja na ordering, fiat, yani mamlaka na maagizo yako ndani. Na ndio maana unaweza kaona akitokea kwenye kila 5 anaitwa mtu mwenye mamlaka fulani. Yani ukimwangalia Lissu unaweza kufikiri ndio rais, kumbe ni mtu tu. Hajawahi atakuwa waziri mkuu. Kwa sababu ndani yake beba 5 ndio inampa Lissu nguvu. Ndio maana anaongea kimamlaka, anaongea kimaagizo, anaongea katika hali ya convincing power, kwa sababu ni code number 5. Musa alikuwa ni code number 5. Unielewage? Wana wa Israeli walikaa Misri miaka 400. Katika mwaka wa 430 akainuka Musa. Musa ni namba 5 kwa sababu alishakaa miaka 400, maana yake 4 ni kizazi. Elewaga, Yesu alisema kizazi cha 4. So Musa ni kizazi cha 5 kwa sababu mwaka wa 430 ndio Musa aliinuka. Kumbuka kama kizazi cha 4 alikaa miaka 400, kila kizazi kinawakilisha miaka 100. So Musa ni kizazi cha 5, ni code number 5. Ndio maana Musa alitengeneza njia ya wana wa Israeli kwenda Kanaani. So kila mtu anainuka kwenye number 5 huwa anabeba kitu cha kutengeneza njia. Na ndio maana Yesu anajiita yeye ni njia ya kweli na uzima, kwa sababu Yesu ni code number 5. Yesu ni code number 5. Kwa nini? Kwa sababu kutoka Maraki kwenda kwenye Mathayo ni miaka 400. Baada ya miaka 400 Yesu aliinuka kama miaka 400. Maana yake ukigawa kwa 100 kwa kila kizazi ni kizazi cha 4.
Kizazi cha tano ni Yesu Kristo. So Yesu Kristo ndio maana alikuja na majira ya neema. Nimesema inabeba majira ya neema. Yesu Kristo ni njia ya kweli na uzima, kwa sababu ni code number 5. Usiponielewa nielewe, kutoka kwenye vizazi vya Adamu mpaka Yesu ni vizazi 42. Ukizidisha kwa 100 ni 400, 4200. Kila kizazi kinawakilisha maana yake. Kumbe Yesu Kristo ni kizazi cha tano. Amebeba neema, amebeba revival, amebeba reform. Na ndio maana mmoja wa watumishi wa kuinuka duniani walisumbua ni Yesu, sababu Yesu alikokota wafuasi kutoka kwenye madhehebu mbalimbali. Wao nafikiri kwani walimuua? Kwa sababu alibeba wafuasi wao. Na ndio maana kila neno kwenye kizazi cha tano au kwenye nafasi ya tano anakuwa na ushawishi mkubwa. Na ndio maana hakuna rais aliyekuwa na ushawishi. Ukimtoa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, unampata John Pombe Magufuli hayati huyu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ni code number 5 kwa nafasi, na ni code number 5 kwenye majira. Oh lo 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 lo. Huyu aliyeinuka sasa, huyu mimi namuita 16 Bullets. Risasi 16 huyu. Namuita hivyo kwa sababu ndio jina lake. Mtu ana risasi 16 anaishi. Huyu kwenye majira ya tano huyu. Na ndio maana ana nguvu ya ushawishi. So, hakuna wakati tunatakiwa kuwa makini kama wakati wa tulionao 2025. Kwa sababu mkifikiri ni vyama pinzani ndio vina jambo lao, kumbe Mungu ana jambo lake nyuma ya vyama. Sikia nikwambie, Mungu huwa ategemei amuinue mtu kama Gwajima au askofu fulani, mtumishi wa Mungu mwenye upako kama Elia ndio afanye kazi zake. Lissu anaweza akawa ni mtumishi wa Mungu kuliko hata wewe ambaye umebeba Biblia na umevaa kola, kwa sababu sifa ya kwanza ya Mungu kumhesabu mtu kwa mtumishi wake ni haki. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa haki. Biblia inasema kiti chake ni kiti cha haki na hukumu ndio kiti chake. Yani iko hivi, yani haki na hukumu ndio kiti cha Mungu. Maana yake Mungu anaketi kwenye haki. Kuna watu hapa vinawauma. Kuna watu kinawauma na lazima kiwaume tu. Sikia nikwambie, lazima tubadilike. Tusipomuelewa Mungu kwenye wakati huu, hakuna wakati tutakuja kumuelewa. Tutakuja kumuelewa Mungu wakati mambo yameisha kwisha kuharibika. Ujumbe wangu na neno langu la mwisho ni hili: Watanzania sio watu bora kuliko wa Somali wala wa Ethiopia. Na nukuu hapa kauli ya Mwalimu Nyerere, si wa bora kuliko wa Kongo, si bora kuliko Rwanda waliopitia mauaji ya kimbali. Wote tuliumbwa tunafanana. Usije ukafikiri Tanzania haiwezi kuwa taifa lenye upendeleo kuliko Israeli, ambalo Mungu anasema hivi, moja ya mataifa, yani yako mataifa mengi duniani, lakini hakuna taifa ambalo Mungu alijifunua na kutembea nalo kama taifa la Israeli. Hajawahi kusema kwa taifa lolote. Kwa tusijione sisi ni wa maana, tukafikiri tuna maana kuliko wengine. Hakuna. Ni heshima ambayo Mungu ametupa. Tusipokuwa makini kujielewa, tunaweza tukafanya mambo mabaya. Na nasema hivi, mustakabali wa taifa hili unawategemea wanasiasa. Maana Watanzania si tupoko tumetuliaga hivi. Hatunaga bunduki, hatunaga mabomu, hatunaga jeshi sisi. Jeshi lipo kwa ajili yetu. Sasa msipokuwa makini tutafika pabaya. Mungu ana jambo lake kwenye majira ya tano. Majira ya tano yamebeba revival, grace, reform and mind revolution. Asante.